Jina naitwa Endo Paulo Kote, mkurugenzi wa shirikisho la vikundi vya wajasiriamali Tanzania. Leo tunarudisha kwa jamii, sisi kama taasisi tumekuja kutoa huduma kwa watoto wenye vichwa vikubwa na mgongo wazi. Leo tumeleta huduma za kijamii. Kuna nguo kama unavyoona wamechagua na wengine wameshaondoka, lakini kuna mchele, kuna sabuni, kuna pampers na vifaa vingine, huduma za nyumbani zote kwa ujumla. Zaidi ya watoto 50 leo wanapata huduma hapa kwenye ofisi yetu. Huwa tunafanya kwa mwaka mara 2 kusaidia makundi mbalimbali. Awamu hii tunasaidia kundi la watoto wenye vichwa vikubwa na mgongo wazi, zaidi ya watoto 50 ambao watapata mahitaji yote ya kibinadamu yale ya msingi, kuanzia vyakula, unga, mchele, sabuni, nguo. Kama unavyoona hapa wanachagua nguo kwa utaratibu tulioutumia kuwapata watoto wenye vichwa vikubwa na mgongo wazi. Tulitumia hospitali yetu ya Muhimbili, kitengo cha Moi, ambapo wanapata huduma. Wao wanawatambua kwa upana zaidi na huduma wanazozihitaji. Kwa hiyo wametupatia huduma zinazohitajika, tumeziandaa kwa kutupatia watoto ambao wanahitaji wenye mahitaji hayo, na wakawaleta zaidi ya watoto 50, na sasa wanapata huduma, na sisi tutagharamika chakula cha mchana na kuwarejesha nyumbani. Labda tendo la huruma ni tendo la kuungwa mkono. Labda mnategemea wafadhili yote au upande wa serikali? Unazungumzaje pia upande wa serikali nao labda waweke mkono kwa ajili ya juhudi zetu ambazo mnazifanya kwa tendo la huruma? Huduma hii tunachukua asilimia ya kipato chetu cha mwaka mzima, wakati tunagawana faida, alafu tunarejesha kwenye jamii sisi kama sisi, lakini wadau wengine pia wanaalikwa na kushirikishwa. Mwenye kitu chochote ambacho wanafikiri anatamani kutoa sadaka kwa njia hii ambayo tunaitumia kurudisha kwa jamii, anaruhusiwa na anakaribishwa. Ni jambo la kupongeza sana. Labda ujumbe wako wa mwisho sasa kwa wakazi wa Kivule na wakazi wa jirani na Kivule na Tanzania nzima, labda una neno gani kuambia kwa tendo hilo unalofanya sasa? Kwa wana Kivule wote na jamii kwa ujumla, kwa sababu shirikisho la vikundi vya wajasiriamali Tanzania tunatoa huduma kwa nchi nzima. Labda nitoe tu na wito kwa hasa taasisi, yale maelekezo tunayopewa ya kurejesha kwa jamii asilimia zozote zile ambazo tunaona zinafaa, ni muhimu tukatekeleza kwa ajili ya kusaidia watu wetu ambao tunaishi nao. Kwa mfano sisi wajasiriamali wetu ni wakina mama 90%, na hao ndio wanaohudumia hawa watoto. Kwa hiyo tunapofanya hivi tunawapunguzia changamoto na mzigo ambao wanao wa kuhudumia, hasa huduma zile ndogo za mahitaji ya kawaida kama tulivyotoa sisi leo, vyakula na mavazi. Hongera sana mkurugenzi. Asante sana. Kwa kazi nzuri unaofanya shirika la Shivuta. Asante sana.